Wa Lushauri TV. Karibu katika siku nyingine tena. Hii leo ni Mei 5, 2026, siku ya Jumanne. Ni kuarike katika wasaa mzuri wa kuangazia yale ambayo yameandikwa na wahariri katika siku hii ya leo. Mwanzo mpaka mwisho utakuwa nami Justin Kosan nikikupitisha katika vichwa anuai vilivyoandikwa katika uga mbalimbali, kisiasa, kijamii na hata michezo na burudani. Lakini kabla sijaanza kusoma, nikukumbushe tu kwanza, kama ndo kwanza unaungana nasi, usisahau kusubscribe, kushare na kubonyeza alama kengele ili kuwa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu. Hii ni Lushauri TV, lakini pia nikukumbusha unaweza kutupata Instagram kwa jina la Lushauri_TV, TikTok pia hivyo hivyo, na hata Facebook tunapatikana kwa Lushauri page au Lushauri TV. Hizo zote unaweza kutupata kupitia mitandao yetu ya kijamii. Unaweza kutufuatilia huko kote kwa ajili ya kuwa karibu zaidi na familia ya Lushauri TV. Na sasa tuanze moja kwa moja na kurasa za mbele. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, naanza nalo hapa na habari kubwa inaandika undani wa mauaji ya mwanachuo, mwili wa kutwa ukielea mtoni ukiwa hauna kichwa. Familia na majirani, wanachuo, wanakwaya wasimulia polisi. Bali inaendelea zaidi katika ukurasa wa pili. Kuna kauli ya Rogers Temba, baba wa marehemu, anasema tuliamua kutoa taarifa polisi wakatuambia walipata taarifa kwamba kuna mwili umeokotwa Barakuda bondeni, mto Msimbazi, ukiwa umekatwa kichwa. Tukiachana na habari hiyo, kuna habari nyingine inasema Mwigulu asema wezi mtandaoni tuwadhibiti kimtandao. Lakini Afcon yaja na neema kibao, mabilioni kuchochea michezo, sanaa na habari. Maboresho uwanja wa Benjamin Mkapa vyafikia 95%. Ajira mpya 105,000 kwa Tanzania kupaisha uchumi. Makonda waenzi Dr. Reginald Mengi pamoja na Samuel Sita. Habari hii ipo ukurasa wa 11. Tukenda kusoma zaidi pia ukurasa wa 16 ukianzia ukurasa wa 5. Lakini wadau waikosoa TUCTA kutoomba mishahara mipya. Habari hii ukurasa wa 4. Lakini waziri abaini utoro madaktari bingwa wanaosomeshwa na serikali. Tanzania na Kenya zatia saini mikataba 8 inayong'arisha uchumi. Hii ni habari ambayo ipo ukurasa wa 3. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Lakini tukiangazia gazeti la Tanzania Leo, lenye limeandika Dr. Samia pambania diplomasia ya uchumi. Baada ya Kagame, Rais Ruto wa Kenya afanya ziara ya siku 2, anatarajiwa kuhutubia bunge. Mwelekeo ni uwekezaji, biashara. Uturuki Tanzania waingia mikataba kulinda mitaji ya uwekezaji. Wakazi 150 Njombe wabainika na matatizo ya moyo. Lakini Dr. Mwigulu asisitiza ushirikiano kikanda. Tukiachana na habari hiyo, kuna habari nyingine hapa inasema NBC shambani ya wafikia wakulima Babati na Karatu. Ni habari ambayo ipo ukurasa wa 4. Lakini Beka amtaja aliyewanyima ushindi. Hizi ni dondoo za michezo. Gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, limeandika hivyo. Na sasa nakamata gazeti Mwananchi Tanzania, ambapo habari kubwa ni nani amekatisha maisha ya Hawa. Miili ya watu 3 ya kutwa ikielea majini da. Upo mwanafunzi wa IFM aliyekatwa kichwa. Zimamoto yaeleza hatua kwa hatua uokoaji. Baba azungumza, polisi yachunguza. Habari ipo kurasa wa 4. Lakini kuna kauli ya mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Dr. Anaenga, anasema matukio haya ni ya kinyama na yanakiuka haki ya msingi ya kuishi. Ni wajibu wa vyombo vya dola kuhakikisha wahusika wanabainika na kufikishwa mbele ya sheria. Hii ni kauli ya Anaenga ambaye ni mkurugenzi wa haki na sheria za binadamu. Lakini CCM yaijibu ACT Chadema hoja ripoti ya Chande. Lakini tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine inasema Tanzania itapita salama. Kauli ya Ruto, anasema rais wa Kenya Dr. William Ruto yuko nchini kwa ziara ya kiserikali na jana alikutana na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan. Katika mazungumzo yao, Dr. Ruto ambaye leo atalihutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema Tanzania itapita salama licha ya vurugu. Hii ni habari ambayo ipo ukurasa wa 2. Lakini Makonda ataja vipaumbele 9 neema ya Nokia. Ujenzi usiozingatia taaluma hatari kwa usalama shuleni. Hii ni ripoti maalum ambayo tulianza kuiangazia toka jana. Sawa, benki yataja mikakati ya kuwainua wakulima. Hii ni habari ambayo ipo ukurasa wa 4. Gazeti Mwananchi Tanzania limeandika hivyo katika siku hii ya leo.
Na sasa tuangazie gazeti wa Machinga. Ukurasa wake wa mbele limeandika Rais Ruto asema Samia ameonyesha uongozi, amsifu kwa kuzivuka changamoto za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, kuunga mkono kwa kila jambo. Sasa Tanzania na Kenya kwenye hatua mpya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi baada ya kusainiwa kwa mikataba 8 yenye lengo la kukuza biashara, uwekezaji na maendeleo ya miundombinu. Hii ni habari ambayo ipo ukurasa wa 3. Lakini Rais Samia asema Tanzania na Kenya zimekubaliana kuondoa vikwazo vya kibiashara visivyo vya kikodi na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi ili kukuza biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Ujenzi wa bomba la gesi kuanza kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa, pamoja na kuunganisha reli kutoka bandari ya Tanga kupitia Kilimanjaro hadi nchini Kenya. Sawa, undani wa habari upo ukurasa wa 3. Lakini bunge lapitisha bajeti ya bilioni 525. Wizara ya Habari, Makonda ainisha vipaumbele AFCON 2027 na ajira kwa vijana. JAB yatajwa kwa mafanikio lukuki kwa wanahabari. Hii ni habari ambayo ipo ukurasa wa 3. Lakini Chumi Kambarage Wasira wapenya ubunge East Africa. Lakini mgombea CCM akabidhiwa fomu jimbo la Isimani. Tanzania na Uturuki za saini mkataba kuondosha utozaji wa kodi mara 2. Sawa, gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge lenyewe pia limeandika hivyo ukurasa wake wa mbele. Na tukiangazia gazeti Mwanahabari limeandika Tanzania na Kenya kuondoa vikwazo vya kibiashara visivyo vya kikodi, lakini mapambano dhidi ya uhalifu yanahitaji mshikamano wa kimataifa, ni kauli ya Dr. Mwigulu. Lakini bajeti bilioni 525.3 Wizara ya Habari yapitishwa na bunge. Wizara ya Katiba na Sheria yaita wananchi na kampeni msaada wa kisheria Dodoma. Hii ni habari ambayo ipo ukurasa wa 2. Tume huru ya uchaguzi yamkabidhi fomu za kuwania ubunge mrithi wa Lukuvi Isimani. Sawa, gazeti Mwanahabari, gazeti bora, limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, limeandika neema biashara Tanzania na Kenya, vikwazo vyote visivyo vya kumalizwa mwezi huu, mikataba 8 yasainiwa. Rais Ruto ahimiza ushirikiano, asifu uchaguzi mkuu, asema Tanzania itakuwa imara. CCM yaunga mkono mapendekezo tume ya Chande, yagosia maridhiano tume ya uchunguzi, yaponda hoja ya Chadema kuhusu Katambi. Hii ni habari ambayo ipo ukurasa wa 7. Lakini wafanyakazi walipa trilioni 3.3 kodi miezi 9. Makonda yaeleza umuhimu wa sekta zake kiuchumi. Mwigulu ahimiza mifumo kudhibiti uhalifu. Lakini ripoti ya tume mwanzo wa maridhiano na uponyaji wa taifa. Polisi yachunguza kifo cha mwanafunzi wa FM. Lakini Tanzania na Uturuki zaimarisha ushirikiano, biashara na uwekezaji. Hii ni habari ambayo imeandikwa ndani ya gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na sasa tuanze kuyaangazia yale ambayo yameandikwa katika uga wa michezo na burudani. Nikianza na gazeti Mwanasport lenye limeandika hesabu za ubingwa, Beka ataja makosa ya Simba, kigogo Yanga agusia mechi 10, Ibenge kicheko. Sawa, mpaka hivi sasa Young Africans wako juu ama kileleni wakiwa na alama 48, lakini Simba kwa 43, Azam mwenyewe wana 40. Sawa, habari ipo ukurasa wa 2. Na mechi zijazo, Azam yeye atakwenda kucheza na Namungo leo. Azam atakwenda kucheza na Namungo, lakini kesho kwa maana ya Mei 6, Yanga atakwenda kucheza na KMC majira ya saa 10 jioni, na hiyo pia kesho atakwenda kucheza Simba atacheza dhidi ya JKT Tanzania pale Meja Jenerali Samuyo. Sawa, lakini roho mkononi, nusu finali ya pili katika duru ile ya pili ya Liga ya Mabingwa barani Ulaya, Arsenal dhidi ya Atletico Madrid. Ni balaa kweli kweli. Lakini bilioni 78 AFCON 2027 fresh, TikTok ya chama na dabi tamu ya kituko. Sawa, lakini leo Jumanne kutoka pia na mchezo mwingine, Singida Black Stars atakuwa na kiwasha dhidi ya Pamba Jiji majira saa 8 mchana dimba la Airtel Stadium pale. Sawa, gazeti Mwanasport limeandika hivyo katika ukurasa wake wa nyuma katika siku hii ya leo. Lakini gazeti Nipashe ukurasa wa nyuma limeandika Drogba asema AFCON inaleta umoja, nyota huyo wa Ivory Coast awataka vijana kushiriki kikamilifu katika michuano. Habari ipo kurasa 21. Lakini siri dabi kukosa mshindi, hii hapa gazeti Nipashe mwanga wa jamii ukurasa wa nyuma yenyewe limeandika hivyo. Lakini tukiangazia gazeti wa Machinga Sport
Ukurasa wa nyuma limeandika Chama ang'ara mechi ya dabi, lakini Mwenda aomba radhi mechi ilimkataa. Waziri Makonda aweka rekodi bungeni, bajeti ya wizara yake ya wagumzo. Drogba awa kivutio bungeni, medali na mikanda yatambulishwa, lakini wasanii watoka bungeni na furaha. AFCON Miss World kuipamba Tanzania. Julio awachapa TRA United ya 21-0. Tukiachana na gazeti hilo la Wamachinga ukurasa wa nyuma, gazeti ya Habari Leo ukurasa wa nyuma limeandika serikali yatenga trilioni 1.2 AFCON 2027, lakini Beka auota ubingwa, Pedro asifu nyota wake. Mashujaa na Mbeya City zatakata, lakini Guardiola ana furaha Man City. Kuna habari nyingine hapa inasema Miss World kuchochea AFCON 2027. Hii ni habari ambayo ipo ukurasa wa 23. Hivi ndivyo ambavyo nahitimisha katika kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Nimekupitisha kwa uchache tu mtazamaji. Unaweza kujipatia nakala yako ya magazeti ambayo nimeyasoma hapa ili uweze kusoma kiundani zaidi. Nikukumbushe tu mimi ni Justin Kosan na hii ni Lushauri TV. Kama ndo kwanza unaungana nasi, tafadhali usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu. Lushauri TV pia tunapatikana Instagram kwa jina la Lushauri_TV. Unatupata pia Facebook tukitumia Lushauri page au Lushauri TV. Pia unatupata kwa uzuri zaidi TikTok tunapatikana kwa jina la Lushauri TV. Kufikia hapa mimi sina la ziada. Asante na kwaheri.